Za uzima. Kwa faida tu wanaokutazama, kwa majina yako? Kiza Saidi. Basi na shaka umeliona tukio ambalo linaendelea hivi sasa kwenye mitandao kulindima, na siku ya jana limechukua sura mpya mara baada ya usalama wa nchi kuweza kulichukulia hatua na kukamata baadhi ya dada kuwashikilia ili kwa mahojiano kuhusiana na sakata la Mwijaku. Ni wanachuo wale. Kama mwanachuo unatoa ushauri gani hasa kwa dada wenzio ambao wameonyesha kitendo kama kile ili wengine wasije kukionyesha kitendo kama kile? Kwa kweli kitendo kama kile cha kusikitisha, pia ni kitendo ambacho cha kuwaongo wazazi. Unajua tukiwa huko mikoani tunatoka kwenye familia, na familia zilizotutoa tukija huko mikoani ndizo zinazofanya zinaleta picha kwa jamii kama wazazi wetu wametuleaje. Kwanza ni kuwadhalilisha wazazi wetu, maana wametuleta kuchuo kusoma. Almost wengi wanaofanya matukio kama hayo sio wazaliwa wa dada, ndio wametoka mikoani. Kwa akija huku yani kama kwa kongo wazazi umekuja kusoma ili kugombania wanaume chuoni, kuja kunyanyasa wenzako. Pia naongelea kwa yule dada ambaye alifanya hicho kitendo. Ni kitendo ambacho ni kibaya, ambacho hata mzazi mwenyewe akikiona huko, mzazi wale binti na wazazi wa mabinti wale waliofanya yule dada tukio kama hilo, ni tukio la unyanyasaji sana na pia litawaumiza. Na pia wale wadada wamejikosesha sana vitu mbalimbali. Maana mitandao sasa hivi inaenda viral sana, ukifanya tukio baya inaenda. Wanasema kwamba mkono mchafu unasambaa kwa mkono msafi sana. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa wale watu wamekujaribia kwenye jamii, pia wanaonekana vibaya mitandaoni, maana karibia 90% ya watu sasa hivi wako mitandaoni. Ni hayo tu. Na wewe ni kama mwanafunzi wa chuo cha uhasibu TIA, na pia kuna mwanafunzi mwenzenu mwanadada tukio kama hili limemkuta. Ushauri wako kwake kwa hivi sasa ni upi labda? Ushauri wangu ni kwamba tumekuja chuoni kusoma, narudi pale pale. Kwa hiyo wenyewe focus na walivyovileta, yani vilivyowafanya wakaja huku da. Hawajaje huku da kwa ajili ya kuzurura, hawajaje huku da kwa ajili ya kufanya hayo mambo ambayo wanayafanya. Mwisho wa siku watu wanatakiwa kufocus na masomo, kwa sababu pia dunia imeharibika. Watu wana familia zao, wana siri zao, watu wana magonjwa. Wanapokuja kutembea na nyinyi wanachuo wanawapatia hela sawa, vijisenti vile ambavyo ni bora ukarizika na hela ya mzazi wako. Hata kama mzazi wako anakupa shilingi 500 au shilingi 10,000, bora ukarizika nayo. Hela ya mzazi ina heshima sana kuliko hela mwanaume yote hapa duniani. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu tupunguze tamaa wasichana. Rizika na hela ya babako anayokupatia. Hizo zote ni chanzo cha tamaa. Mtu kutaka kuishi maisha ambayo yeye hana. Shukrani sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana. Mzima. Kwa faida tu ya mtazamaji, angependa kufahamu majina yako. Yohali, siku ya jana tukio kubwa sana linaendelea hapa nchini, ni tukio la unyanyasaji wa binti Mary ambalo limefanywa na baadhi ya wadada kutoka vyuo tofauti tofauti, lakini tukio hilo limebeba sura mpya mara baada ya kutangazwa kwa wanadada ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa uchunguzi maalum, akiwemo mwanafunzi wa chuo chenu cha TIA. Wewe kama mwanafunzi wa TIA, mara baada ya kuona tangazo lile mwanadada mwenzenu kushikiliwa kuendelea na uchunguzi, ulijisikiaje labda? Labda una ushauri gani labda kwa mabinti wenzio wanaosoma katika vyuo vyote nchini Tanzania? Na kitendo kile labda kwa upande wako mmoja ama mwingine kilikuumiza kwa kiasi gani? Kwa kiasi kikubwa. Labda unatoa ushauri gani pia labda kwa serikali ya wanafunzi na labda na serikali ya Tanzania hususan kuhusiana na matukio kama haya kuto kujirejelea? Shukrani sana.